Yaani msije mkaona mtu anazimia au anapotea kwa sababu msongo wetu wa mawazo na madeni. Kumbe si ni matendo hayo. Wakristo wanakosa ile matibabu, hela kuhifadhi mwili, ndio wanapata nini? Hela za msiba, kula na kunywa. Utamaduni wa kifo, tunapenda sana maiti kuliko wagonjwa. Hii ni njaa ya rohoni, njaa ya rohoni, imani hapa. Halafu wengine kwenye msiba huko ameshindwa kuhudumia huyo mgonjwa, kwenye msiba ndio anatoa rambirambi. Rambirambi anazotoa, kwa mfano aliyetoa 100,000 anapewa sio kreti ya bia, aliyotoa 2,000 anapewa sio chupa ya maji. Vitu kama hivi baba paroko, si vitu hivi viko huko? Ndio tueleze vizuri, si na visikiaka kwingine. Kwa masikitiko makubwa napenda kusema yapo, na yapo katika kiwango cha hali ya juu sana. Mtakumbuka mimi hapa na katika parokia Mabira, magomvi yangu na ninyi ni mambo hayo. Mnakumbuka? Kila msiba naongea kwa uchungu mkubwa, na hata wengine sasa hivi hawapendi niende kuzika ili nisiyaseme. Wanikwepa, wanasema maiti ameshaharibika, padri usiende. Sasa vya maiti kuharibika nitakuwa nakwenda hata kama ni saa 1 jioni. Kimsingi nimeongea hata kwenye mzee hapa yupo, mwandishi wa habari. Nadhani kila msiba naongea. Kwa kweli baba askofu, naomba nisilie uendelee kuongea kwa sababu ulie toni maana unasalia vile. Watu kidogo ambao wamenielewa na hii ya misiba, kwanza nisimulie baba askofu. Pengine uliponipanga hapa ilikuta misiba yetu ni siku 4, kama watu wanazika alafu wanakaa pale siku 4, hakuna kuchapa kazi mpaka mashamba yanakanda. Yaani mtu anashindwa, kwa sababu ile misiba kwa huku ni kwa sababu ya vyakula vingi, kwamba vyakula vipo, tunakula bila kufanya kazi. Watu wanapika na wakati mwingine kama hapa station, kama kuna msiba, wakati wa kula ndio watu wanakuwa wengi, hakuna kushota maji. Wakimaliza kula wanaondoka mpaka jioni wanarudi. Nikakuta ni siku 4-5. Mimi nilisimama, nadhani mtu wa kwanza duniani. Nikasema tunarudi kwenye siku 2. Yaani tunazika leo, kesho tunatoka msibani ili watu waende kazini. Watu wakanipiga vita, lakini kwa sababu mimi na shock absorber nikahimili mikiki yote, na sasa wote wakakubali. Baada ya muda fulani wakatafakari, hekima ya Mungu ikawajia wote. Karibu sasa wamerudi kwenye siku ngapi? Siku 2. Na wanasema sasa, baba paroko, weka kamba tena turudi kwenye siku 1. Kwa hiyo nimefanikiwa kwa 100% angalau kwa siku kurudisha siku. Sasa mimi nakaza kamba siku 1 sasa. Nakaza kamba. Yaani tunazika kwa mfano leo, kesho tunafanya nini? Tunamaliza. Twende kazi. Kesho kazi. Sawa? Kesho kazi. Kwa hiyo sasa waumini tumuunge mkono baba askofu na mimi pia, sawa? Swala la rambirambi kwa kweli ambazo hazileti ubinadamu, zinaharibu maisha ya watu, ni kweli. Na Mabira hapa, kwa mfano parokia yetu ya Mabira, waanzilishi wa hiyo ya mtu anatoa labda rambirambi shilingi 20,000 ni bia 4, 10,000 bia 2, 1,000 soda, 100,000 kreti ya bia, 5,000 soda, 5 soda,
1,00,000 kreti ya bia, 200,000 kreti 2. Sasa watu sijui kwa kweli. Sasa hiyo unaleta 200,000 au 300,000 au 400, unapewa kreti 10, unaweza kuanzisha kioski, unaweza duka la pombe na mtu na hata wengine anapenda azibebe zote. Wengine kama ni moja, hata akina mama wana makanga hivi wanafunga, yani wanaweka mpaka hivi anafunga, alafu na kwenye miguu, hata hawezi kusimama kwa sababu yani kwenye miguu kwenye makalio ni mapombe tupu. Sasa wanapewa zote kwa sababu ni kama coupon. Nikapiga vita na waanzilishi wa kabisa ni kigango cha Kitwe. Kigango cha Kitwe ndio hata mtu akifariki ukapeleka rambirambi yako 5,000 haipokeleki. Hawapokei hiyo hela. Nadhani hata Kikuru kwa sababu mko karibu na Kitwe. Nadhani hata huku ipo. Ni kwa sababu yupo. Alafu nataka mnifurahishe, siku nyingine mnimlete. Najua sasa hivi basi kama haipo lakini nimeshaisikia. Napokwenda kwa mfano Kitwe huko sehemu za makazi ipo. Kwa kweli baba askofu, nimejitahidi kuongea, nimejitahidi kuwa mkali kidogo, na kwenye hata vyombo vya habari mzee Rama atakuwa kijana ama atakuwa ni shahidi, nimeongea kutosha. Wengi wananielewa, ingawaje wakati mwingine unajua wakati mwingine jamii inakuwa kama inawabana kidogo, yani na basi hapo wengine wameshajiwekea. Nimewaambia hata wabadilishe hizo katiba zao. Unajua kile katiba za vile vyama vya kuzikana ambao nasema ingekuwa vya kufarijiana na kuponyana. Wengine hawaelewi. Yani wamesha kuwa kidogo na mioyo migumu na akili imesha kuwa butu kupokea mabadiliko. Lakini mimi kwa miaka ambayo nitaendelea kuwa hapa, na ukiniamini nitaendelea kuwa hapa, nitaendelea kunyosha mpaka kieleweki. Na wazekana sitaweza kupatia 100%, lakini angalau nitajitahidi, sitarudi nyuma, na waamini nadhani mnanikubaliana kama nirudi nyuma, msirudi nyuma. Basi nadhani ni kwa ajili ya faida yetu. Lakini kwa kweli baba askofu, hili tatizo katika ukanda huu na si kwetu tu. Wakati niko naongelea kwenye vikao vyetu vya Gedania, hata parokia yani kuanzia kuseme Ndorage kuja huko hata Kerwa, yani hizo parokia kuanzia parokia ya nini hapa chini kwa Father Mtule Kanoni kuja Mabira, kuja Businde, kuja hapa Nyakatuntu kwenda hivi. Hali ni mbaya. Hata hawezi kusema, lakini hali si nzuri. Si nzuri. Ni kweli si kweli? Kwa sababu si mnaenda kwenye misiba hiyo. Tunasema wote ni ndugu. Kwenda Ruambaizi ama kwenda Businde ama ni wote ni ndugu. Kwa kweli hali ni mbaya. Hata kama sisi wachungaji hatutasimama kidete. Pengine tukitaka wakati mwingine sima padri tunaogopa kusema ukweli au kuwa wakali, tukiogopa wasinyime sadaka. Sasa mimi pia kunyima sadaka au utakuja kwako, basi mambo yaende. Kwa hiyo ndio hali ilivyo, hali sio nzuri sana. Baba nakushukuru. Njaa ya rohoni inayoletwa na hivyo vyama vya kufa na kuzikana. Njaa ya rohoni inayozidishwa na vyama vya kufa na kuzikana. Nishawatangazia muache hizo katiba za kufa na kuzikana, kwa sababu sijui wanafaidi. Ndio wengine kwenye katiba wakaweka mzazi mbadala, kwamba baba aliyekuzaa amekufa, unaweza kuweka mzazi mbadala kusudi na wewe unapoenda kuchangia wengine, basi na wewe upate fursa vile vile. Ikitokea uwe unafiwa, wanakuletea rambirambi. Kwa mfano baba yako au mama si ameshakufa, basi mwingine anatafuta mzazi mbadala, anaenda wapi? Kule hospitalini ambako nasema wapi, kwa
chumba cha mahututi, ndiye anapata jina kwamba huyu ndiye mzazi mbadala ambaye atakufa kesho au karibuni. Kusaza andika mzazi wangu amekufa, eti mzazi mbadala hawezi kupata rambirambi ya kiwango cha mzazi. Sasa umekuta wengine amejitajirisha namna hiyo, kwa mwaka anakuwa na wazazi mbadala zaidi ya 40, analipwa rambirambi kila siku mpaka amefilisi mfuko wa chama cha kufa na kuzikana, mpaka kaanza kukumbana shetani huko, wakamalizana kwa uwana. Kwa hiyo naomba katiba zenu mzibadilishe hizo. Kwanza, kichwa cha habari isiwe tena vyama vya kufa na kuzikana, bali vile vyama vya kuponyana na kufarijiana.